على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bado mnaye ndugu yenu katika iman Abu Muhammad Idrisa Omar Hamad, tukiwa tuna muendelezo wa somo letu la talaka katika Uislamu. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia shurut at-talaq, masharti ya talaka. Tukaishia katika sharti ambayo ilikuwa inasema ni wajibu ili talaka isihi awe huyu mwenye kutoa talaka ana akili timamu. Tukafikia hatua ya kumzungumza mtu ambaye ametokwa na akili kwa sababu ya kula kilevi, kwa sababu ya kutumia kitu ambacho kinalewesha. Tukapata sehemu mbili kuu ambazo ni sehemu za kuzingatia na kuzitia akilini. Maulama wanasema yoyote ambaye amekula kilevi kwa bahati mbaya, amekula kitu ambacho kinalewesha akiwa hajui kama kitu hichi kinalewesha, au amekula kwa kuitakidi kwamba kitu hichi ni tiba na ponyo ya maradhi ambayo aliyokuwa nayo na akalewa, basi talaka yake pindi endapo akamuacha mkewe akiwa amelewa kwa njia kama hii, talaka yake haitasihi. Lakini tukapata sehemu ya pili kwa yule ambaye taamada bisukri, amefanya makusudi katika kulewa kwake. Wanawachuoni wamezungumza kuhusiana na hili, wakasema yule ambaye amekula kilevi, amekunywa kilevi, ametumia kilevi akiwa anajua kwamba kile kitu ambacho anakitumia ni chenye kulewa na ni chenye kulewesha na chenye kuondosha akili, na akakitumia kwa makusudi na akili yake ikaondoka, fatallaka zawjatahu, akamwacha mkewe akiwa katika hali hii, fatalaquhu waqi', talaka yake itatuka. Wanawachuoni katika kulithibitisha hili wametumia athar ambayo athari hii ameisimulia Thawr ibn Zaid ad-Dili anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu istashara fil khamri yashrabuha ar-rajulu فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده 80 فإنه إن شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال علي فجلد عمر 80 في الخمر. Tunayo athar ambayo inatueleza ya kwamba Umar ibn al-Khattab alikaa siku moja na kuwashauri watu wake kuhusiana na hukumu na haddi, sheria ambayo anatakiwa kusimamishiwa mlevi. Ali ibn Abi Talib akazungumza kwa kusema, kumwambia Umar ibn al-Khattab, ewe amiri al-mu'minin, nara an tujallidahu 80, sisi tunaona mlevi umpige fimbo 80. Kwa nini tumpige fimbo 80 wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga 40 na Abu Bakar akapiga 40? Kwa nini leo sisi tumpige 80? Ali ibn Abi Talib akatoa sababu kwa kusema, fa innahu idha shariba sakira, huyu mlevi pindi anapokunywa analewa, wa idha sakira hadha, na pindi atakapokuwa amelewa anaropokwa, wa idha hadha iftara, na pindi anaporopokwa
hutoa matusi, huzusha mambo ambayo hayapo. Ali ibn Abi Talib anayazungumza maneno haya kumwambia Umar, na hadithi mwisho ikasema fajallada Umar 80 fil khamr. Umar akapiga fimbo 80 kumpiga mtu ambaye atakunywa pombe na kulewa. Athar hii amesimulia Imam Malik, lakini pia Imamu Ash-Shafi'i. Katika hii athar tunaona ya kwamba kuna mafunzo yanayopatikana ndani ya athari hii, ambayo kalamul muskir mu'tabar, maneno ya mtu ambaye ni mlevi. Kalamu sakran, maneno ya mtu ambaye ni mlevi. Alladhi shariba muskir, ambaye amekunywa kitu chenye kulevya. Mu'tabar, maneno haya yanazingatiwa katika mizani ya sheria, na lau kama yasingekuwa maneno yake yana hukumu na yanazingatiwa katika mizani ya sheria, wasingezidisha masahaba hawa watukufu katika hukumu ya kumpiga mtu ambaye ametamka maneno ambayo maneno hayo alivyokuwa aliyatamka akiwa katika hali ya ulevi. Hivyo talaka ya mtu ambaye amelewa maksudi, ambaye amelewa kwa kutaka yeye mwenyewe, endapo akamwacha mkewe katika hali hii ya ulevi, talaka yake itasihi. Hivyo kwa wakati huu tutachukua jambo la tatu au sharti ya tatu katika masharti ya kusihi talaka, ambalo jambo la kwanza tulilishika. Inatakiwa mwenye kuacha, mwenye kutoa talaka awe ni mume halisi wa huyo mwenye kupewa talaka, na sharti la pili lilikuwa ni mwenye kutoa talaka awe na akili timamu. Sharti la tatu walilolitaja wanawachuoni, kaunuhu baligha, kuwa kwake huyu mwenye kutoa talaka ni mtu aliyebalighe, aliyefikia umri wa baligha. Tunafahamu katika maneno haya walioyaleta wanawachuoni ya kwamba at-talaqu as-sabi la yaqa, talaka ya mtoto mdogo haiwezi ikasihi, hata kama ikiwa mtoto huyu mdogo amefikia umri wa kuwa mumayiz, talaka yake haitasihi. Vipi atoe talaka mtoto mdogo? Lau kama mtu atakuwa na mwanawe mwenye umri wa miaka 6, 7, 10 mpaka 13, akamuozesha katika umri huu, lakini ikafikia hatua mtoto huyu akataka kumwacha mkewe, wanawachuoni wanasema talaka ya mtoto huyu haitasihi, hata kama akiamriwa au akiamrishwa na huyu walii wake, baba yake ambaye amemuozesha huyu mke. Dalili ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kauli hii amesema, kullu talaqin jaiz, kila talaka inasihi, illa talaq as-sabi wal ma'tuh, isipokuwa talaka ya mtoto mdogo na talaka ya mtu ambaye hana akili timamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza katika hadithi hii, mtoto mdogo ambaye hajafikia baligh, pindi endapo akatoa talaka kumwacha mkewe, talaka yake haina mazingatio na haitasihi katika mizani ya sheria, lakini pia talaka ya mtu ambaye ni mpungufu wa akili. Tukaona miongoni mwa masharti ya talaka, an yakuna zawj balighan, ni lazima awe huyu mume amefikia umri wa baligh. Sharti la 4 ambalo ni miongoni mwa masharti ya talaka, kaunu rajulu mukhtara, kuwa kwake yule mwanamume anayetaka kumwacha mkewe ni mwenye khiari. Yani mwanamume atakapo kumwacha mkewe amwache kwa khiari yake. Nini kinachopatikana katika kauli hii? Inna man ukriha ala an yutalliqa imra'atahu fatallaka fatalaquhu la yaqa, yoyote ambaye atalazimishwa na atatenzwa nguvu juu ya kumwacha mkewe, talaka yake hii haitasihi, kwa sababu miongoni mwa masharti ya talaka ni lazima huyu mwenye kuacha na mwenye kutoa talaka atoe talaka akiwa ni mwenye kutaka mwenyewe bila ya kulazimishwa.
Kauli hii ni kauli waliyozungumza Umar ibn al-Khattab, pia Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lakini pia katika matabi Shuraih, Hasan, Umar ibn Abdul Aziz, Ata ibn Abi Rabaha, Mujahid, Taus na maulama wetu tuliokuwa tunawafuata katika madhahib, Imamu Malik, Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad na Imamu Auza'i na Imamu Daud, na kundi kubwa la wanawachuoni wanakwenda katika kauli hii inayosema kwamba talaka ya mtu aliyelazimishwa kumwacha mkewe bila ya khiari yake, bila ya kutaka yeye mwenyewe, talaka yake haisihi. Wapo baadhi ya wanawachuoni wa Shafi'iyya wamekuja kutoa maelekezo katika talaka ya mtu mwenye kumwacha mkewe kwa kulazimishwa. Wakasema innal mukrah ala talaq, hakika mtu ambaye atatenzwa nguvu juu ya kumwacha mkewe, idha kana ikrahuhu bihaqqi, ikiwa kutenzwa kwake nguvu ni kwa haki, hajadhulumiwa katika kulazimishwa kwake kumwacha mkewe, bali amelazimishwa kwa haki, fatallaka, akamwacha mkewe, fatalaquhu yaqa, huyu katika kipengele hichi talaka yake itasihi na talaka yake itatuka. Yani mtu ambaye amelazimishwa kumwacha mkewe, lakini lazima hii ikawa ni haki, amelazimishwa kwa haki, talaka yake itasihi. Nao wamechukulia qiyas kwa mtu ambaye ni kafiri wa harbi, kafiri ambaye anaupiga vita Uislamu, idha ukriha ala kalimati alislam, pindi atakapolazimishwa kutamka neno la Uislamu, yani kafiri akilazimishwa kuslim, wao wakachukulia kiasi hichi. Ama idha kana ikrahuhu bighairi haqqi, ama itakapokuwa huyu anayemwacha mkewe kamwacha kwa kulazimishwa bila ya haki, kutenzwa kwake nguvu, ametenzwa haki, ametenzwa nguvu kumwacha mkewe pasina haki, wana wachuoni wanasema fatalaquhu la yaqa, talaka yake haisihi. Lakini pia wakaeka shati kwa huyu ambaye ametenzwa nguvu bila ya haki, ili talaka yake isisihi. Walileta shati wanawachuoni hawa wa Shafi'iyya juu ya hili, bi alla yanwi ikaa talaq, asije akanuia kumwacha mkewe kweli kweli. Sawa, amelazimishwa kumwacha mkewe, lakini katika kutoa tamko la kumwacha mkewe asije akatiania kwamba namwacha kweli. Wa innawa waqa, ikiwa atanuia kumwacha mkewe pamoja na kutenzwa nguvu pasi na haki, talaka hii itasihi. Kutenzwa nguvu ni kupi? Kutenzwa nguvu katika Uislamu, wana wachuoni wanasema ijbaru rajuli rajula ala fi'li shay'in la yuriduhu bitahdidi. Kutenzwa nguvu ni kulazimisha mtu kumlazimisha mwingine, ni kulazimisha mwanamume kumlazimisha mwanamume mwenzake juu ya kutenda kitu fulani ambacho huyu wa kwanza hataki kukitenda kitu hicho, naye akamlazimisha kwa kumtisha. Ka an wa'adahu bidharbi au alhabsi illam yumfidhu, kama vile bwana huyu kumlazimisha mwenzake kumwacha mkewe au kufanya kitu, na endapo hakukifanya kitu hicho akamwahidi kumpiga au kumfunga ikiwa hakukifanya. Kutenzwa nguvu huku kuna maratib, na maratib insha Allah tutakuja kuzitaja katika sehemu inayokuja. Kama leo hatukuwahi, lakini insha Allah tutajitahidi tuweze kuiwahi nafasi hii na kuitaja maratib al-ikrah. Kiwango hichi cha kutenzwa nguvu ni lazima huyu anayetenza nguvu awe na uwezo wa kupitisha kile ambacho amekitaja katika kumlazimisha huyu mwenzake. Kwa maana mwenye kulazimisha awe na uwezo wa kupitisha kile ambacho amemtishia mwenzake ambaye amemtenza nguvu juu ya hicho alichomtenza nguvu kwacho. Wakasema idha ukriha ar-rajulu ala at-talaq, akitenzwa nguvu mtu juu ya talaka,
bitahdidin, kwa kupewa vitisho. Wa kana almuhaddidu qadirun ala tanfidhi ma haddada bihi, akawa huyu aliyetenza nguvu anao uwezo juu ya kupitisha na kuyafanya yale ambayo amemlazimisha, amemtishia huyu aliyemtenza nguvu. Fatallaka, huyu aliyetenzwa nguvu na kulazimishwa akaacha, kwa hali hii talaka yake haitasihi. Ama tuko katika yule aliyetenzwa nguvu. Aliyetenzwa nguvu, je, katika hali hii wanawachuoni wa Shafiia wanasema ikiwa atanuia kumwacha mkewe kweli kweli, hata kama katenzwa nguvu, talaka inasihi. Lakini akinuia kuto kumwacha mkewe, kama mtu akamlazimisha mtu lazima amwache mkewe, ampe talaka mkewe, naye huyu mtu akamwacha mkewe, lakini kumwacha kwake hakutia nia ya kumwacha mkewe, kama kwamba mkewe anaitwa Fatima, akalazimishwa kumwacha Fatima, akatia nia ya kumwacha Fatima ambaye si mkewe, talaka haitasihi katika hali hii, kama tulivyowahi kutangulia na kusema. Tunayo kiujumla kuja kuyazungumza masharti ambayo tumeyataja, masharti manne. Tutayafanyia ufupisho ufuatao. Tumefahamu katika masharti haya ya kwamba wamekubaliana wanachuoni anna talaq, ya kwamba talaka yaka itatuka mimman thabata annahu zawj, kutoka kwa yule ambaye itathibiti kwamba yeye ni mume, albaligh, aliyebaleghe, alaqil, aliyenakili. Kwa maana ili talaka isihi lazima itoke kwa mtu ambaye ni mume halisi wa mtalikiwa, lakini pia awe huyu mtalaka amebaleghe, awe huyu mwenye kutoa talaka ni mwenye akili timam. Na tunafahamu katika hili ya kwamba haitasihi na wala haitatuka talaka ya mtu mwenye upungufu wa akili, lakini pia talaka ya mtoto mdogo, wa man laysa bizawj, na talaka ya mtu ambaye siyo mume halisi wa huyu ambaye amepewa talaka. Na endapo ikatoka talaka kwa mtoto mdogo au ikatoka talaka kwa mtu ambaye hayuko timamu kiakili, au ikatoka talaka kwa mtu ambaye si mume halisi wa huyu aliyepewa talaka, maneno haya yaliyotoka kwa watu hawa aina tatu yanahesabika katika mizani ya sheria bi annahu laghun, ya kwamba ni upuuzi, la mizana fi shari, hayana mizani ya aina yoyote katika sheria. Dalili ya haya tuliyoyazungumza kuhusiana na kuto kusihi talaka ya mtoto mdogo, talaka ya chizi, lakini pia talaka ya mtu ambaye si mume halisi. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi ambayo amesimulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, rufi'a alqalam an thalathatin, imenyanyuliwa kalam kwa watu aina tatu. Anin naimi hatta yastayqidh, aliyelala mpaka amke, wa anis sabiyi hatta yahtalim, na mtoto mdogo mpaka atakapofikia balighe, wa anil majnun hatta yaqil, lakini pia mwenda wazimu mpaka atakapopona wenda wazimu wake. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallama akatuletea maneno ambayo ameyapokea Imamu Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu talaq jaizun, kila talaka ni yenye kusihi, illa talaq almaghlube ala akli, isipokuwa talaka ya mtu ambaye akili zake si timamu. Pia kauli ambayo imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya kwamba Ibn Abbas anasema fi man yukrihuhu lusus, kwa mtu ambaye amelazimishwa na majambazi wezi, fayutalliq, akamwacha mkewe, akampa talaka mkewe, falaisa bishai, anasema Ibn Abbas talaka hii haihesabiwi kuwa ni chochote. Na matamko haya ya Ibn Abbas ameyapokea Imam Bukhari katika kitabu chake cha Sahih al-Bukhari. Katika nasu tulizozitaja kuna dalili ya kwamba talaka ambayo inazingatiwa na inatuka talaka hiyo katika sheria
ni lazima awe huyu mwenye kutoa talaka aitoe talaka wa huwa mukhtar, kwanza awe ni mwenye kutaka mwenyewe, ghairu mukrah, asije akawa ni mwenye kulazimishwa juu ya kutoa talaka. Ama yule ambaye atakuwa amelazimishwa kutoa talaka, laisa lahu waznun fi shari', tamko lake hili atakalolitoa la talaka halina uzani wowote kama tulivyosema katika sheria. Kwa nini? Yaf'alu shay'an min ghairi al-irada, anafanya kitu lakini si kwa kutaka yeye mwenyewe, hana khiari wala hana matakwa katika kutenda hili analolitenda. Pia tukizingatia kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu aliposema laisa bishay, hichi anachokifanya huyu aliyelazimishwa kumwacha mkewe si chochote. Tunajua ya kwamba linajulisha tamko hili ya kwamba talaka ambayo ataitoa mtu ambaye amelazimishwa kumwacha mkewe, ambaye hana khiari katika kumwacha, talaka yake haitasihi. Ndugu zangu Waislamu, katika kuongelea talaka ya mtu ambaye amelazimishwa hana khiari katika kumwacha mkewe, tuna sehemu mbili kuu kama tulivyowahi kutangulia kuziashiria na kuzitaja. Sehemu ya kwanza, lau ukriha ar-rajulu ala at-talaq fatalaqa, lau atatenzwa nguvu mtu juu ya kumwacha mkewe akamwacha mkewe, fa in kana man akrahahu bihaqi, ikiwa yule aliyemtenza nguvu amemtenza nguvu kwa haki, anayo haki ya kumlazimisha huyu kumwacha mkewe na akamlazimisha na akamwacha, fatalaquhu yaka bila khilaf, talaka ya mtu kama huyu inatuka bila ya khilafu za wana wa chuoni. Kwa maana wana wa chuoni wamekubaliana ya kwamba mtu aliyelazimishwa kumwacha mkewe, lakini kulazimishwa huku kalazimishwa kwa haki, hakulazimishwa kwa dhulma, na akamwacha mkewe, talaka yake itasihi katika hali kama hii. Lau atatenzwa nguvu mtu kumwacha mkewe bila ya haki, sehemu hii kutakuwa na khilafu za wana wa chuoni, lakini kauli iliyokuwa na nguvu na ambayo tutaizungumza ni kwamba talaka ya mtu kama huyu aliyetenzwa nguvu, pindi endapo akatenzwa nguvu bila ya haki na akamwacha mkewe kwa kutenzwa nguvu huku, talaka yake haitasihi. Lakini ni lazima kupite katika kutenzwa kwake nguvu vitisho juu ya kuuawa, au vitisho juu ya kukatwa kiungo, au vitisho juu ya kupigwa na kuadhibiwa. Na haya ni maneno ambayo ameyazungumza Umar ibn al-Khattab, pia Ali ibn Abi Talib, pia Abdullah ibn Umar, pia Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Jabir ibn Samura na wengineo radhiyallahu anhum, lakini pia Abdullah ibn Umair, pia Ikrima, pia Imamu Hasan na Jabir ibn Zaid, Shuraih wa Ata wa Taus wa Umar ibn Abdul Aziz wa ibn Aun wa Ayyub as-Sikhistani, pia miongoni mwa maulama ambao tunawafuata sisi Imamu Malik na Imamu Auza'i na Imamu Shafi, Ishaq ibn Rahawayh, lakini pia Imamu Abu Thawri, Abu Ubaid na Imamu Ahmad. Wao wanasema talaka ya mtu kama huyu aliyetenzwa nguvu kumwacha mkewe bila haki na akamwacha mkewe, talaka yake haitasihi kwa njia kama hii. Wakatuletea dalili ya kauli ya Allah inayosema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, katika suratun An-Nahl aya ya 106, ya kwamba aya imekuja kutufafanulia kwamba yule atakayetenzwa nguvu kukufuru, kutamka tamko la kukufuru, kuingia katika ukafiri, na akalitamka tamko la ukafiri, moyo wake ukiwa umetulizana na iman, tamko lake halitakuwa na mizani yoyote katika sheria, kwa maana hatoingia katika ukafiri kwa hili. Lakini wakachukulia kiasi ya mtu ambaye ametenzwa nguvu kumwacha mkewe bila ya haki, naye akamwacha, hivyo talaka yake haitazingatiwa katika Uislamu, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea kauli inayosema inna Allaha tajawaza an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, hakika ummati wangu Allah ameusamehe
kosa lake ambalo utalifanya kwa bahati mbaya. Watu wa ummati huu wakifanya kosa kwa bahati mbaya, Allah amewasamehe. Wa nisyan, lakini pia yule atakayefanya kosa kwa kusahau, lakini pia wa mastukrihu alaihi, na wale ambao watatenda matendo kwa kulazimishwa, kwa kutenzwa nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala matendo haya hayaweki katika mizani ya sheria, nao wamesamehewa katika matendo haya. Wallahu a'lam wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.